Mfanyabiashara maarufu nchini Azim Deuji amesema ulipaji wa tozo ya maendeleo ya miundombinu ya bandari ni hatua muhimu inayowezesha serikali kuendelea kuwekeza katika kuboresha na kupanua miundombinu ya usafirishaji na uchukuzi nchini. Ni wazi kwamba kila ukitaka kuboresha unahitaji pesa. Sawa. Kwa hiyo kama unahitaji pesa hizo, zamani serikali, wakati tulikuwa na siasa za ujamaa, ilikuwa serikali ndio inatoa pesa. Sasa hivi kila kitu kinaenda kibiashara. Kwa hiyo inabidi kuzitafuta hizo hela ili tuwekeze. Sasa tulikuwa na bandari ya Dar es Salaam, baadaye tukaboresha bandari ya Tanga na ya Mtwara, lakini ya Tanga vile vile walikuwa wametarget tani milioni 1 kwa mwaka. Sasa hivi wanafanya tani milioni 1.5 kwa mwaka. Sasa kama isingefanyika boresho kule Tanga, basi hiyo kipato isingepatikana. Sasa hizo ada ndio zinazosaidia, lakini kwa biashara ambayo tunayofanya sasa hivi, hata ikijengwa bandari ya Bagamoyo, bado kutakuwa na uhaba wa nafasi. Na kwa ajili mzigo mwingi sana umezidi mara 2 karibu. Akizungumza kuhusu umuhimu wa tozo hiyo, Deuji alieleza kuwa maendeleo ya bandari yanahitaji uwekezaji mkubwa wa fedha ambao hauwezi kutegemewa na serikali pekee kama ilivyokuwa katika miaka ya nyuma. Kwa hiyo hiyo tozo ambayo inatozwa inaweza kusaidia kujenga bandari ya Mtwara, baadaye ikaweza kusaidia kupanua bandari ya Tanga na bandari ya Mtwara. Kwa hiyo tozo ni lazima, ni kama ushuru, kama kodi tunalipa inajenga barabara. Unajua, unapopata tozo unaweza akasema bana, kwa hizi tozo, lakini kiasi fulani itakuwa na boresha bandari. Lakini kuna pesa nyingi zaidi ya hizo za kuendeleza bandari. Kwa hizo pesa zinazobakia inasaidia kutengeneza barabara. Kwa ajili unaweza kuwa na bandari lakini huna barabara, basi bandari inakuwa haina kazi. Kwa hiyo ni mipangilio ya serikali kwamba wanajua bana, tukiwekeza hapa basi faida yake itakuja kesho kutwa, lakini itapitia kwa njia nyingine. Kwa hiyo tozo sio tu kwamba inaboresha bandari, inaboresha vitu vingi sana. Zile pesa zinazopatikana zinaweza zikasaidia kujenga hospitali, shule. Unaona, naamini mimi binafsi, labda atakuwa sipo make umri nayo umeenda, kwa staili ambayo tunaenda, si ajabu baada ya miaka 10 hata tiba ya hospitali itakuwa bure kwa Tanzania, kwa pesa ambayo naona zitakazoweza kuvunwa kutokana na biashara na kodi. Kwa hiyo si ajabu kwamba watu wanaweza wakapata matibabu bure.